Yes, mtazamaji wa Dodoma TV, karibu sana ndani ya Kick-Off. Ikiwa leo ni Oktoba 3 ya mwaka 2025, tunakutana hapa kuweza kuhabarishana yale ya kimichezo ambayo yamechukua nafasi yake kwa kiasi kikubwa sana. Miongoni mwa story ambazo tutakuwa nazo leo ndani ya Kick-Off ni pamoja na uwanja wa Jamhuri Dodoma. Tunafahamu kwamba uwanja umekuwa ukitumiwa na vilabu vinne, Dodoma Jiji, TRA United, Mtibwa Sugar, lakini Gunners pia na wenyewe watakwenda kutumia uwanja huo. Lakini uwanja huo unaonekana kuwa kwenye ubora mkubwa sana. Siri ni nini? Leo tupo na meneja wa uwanja huo, Hussein Muhando, anatujuza kwa undani zaidi. Lakini je, unafahamu uwanja wa Jamhuri utafungwa viti 500 katika eneo la kuchezea, yani VIP, lakini thamani pia ya mabenchi ya ufundi ya makocha na wachezaji kuweza kukalia wakati mchezo ukiwa unaendelea, mabenchi yao yameshafika na muda si mrefu yatafungwa pia katika uwanja wa Jamhuri. Yes, lakini pia miongoni mwa story ambayo tutakuwa nayo, tunafahamu kwamba ligi ya mkoa imekwisha anza kwa hivi sasa, na wiki nikizungumzia kesho Jumamosi na kesho kutwa Jumapili pia kuna baadhi ya michezo ambayo itakwenda kupigwa. Utakuja kumsikia hapa Mohamed Abdalla ambaye ni makamu mwenyekiti wa kamati ya mashindano ya ligi ya mkoa kwa mwaka 2025-2026, lakini pia Bam Bilasho utamsikia hapa, mjumbe wa Dorefa, pia naye akifunguka mengi zaidi. Lakini kikosi cha Dodoma Sport pia na chenyewe kinajifua kweli kweli kuhakikisha kwamba kinafanya vizuri kwenye ligi ya mkoa kwa mwaka 2025-2026. Mimi ni Hamis Makila, lakini nipo na Director George kuhakikisha kwamba mchongo mzima wote unaupata kwa utulivu kabisa, video zote, sauti pia, mchanganyo wa picha wote unaupata kwa namna yake. Sawa, kabla tujaanza kuzimulika taarifa zetu za kimichezo, nikukumbushe tu kuendelea kusubscribe, kulike, kucomment na kushare YouTube channel yetu ya Dodoma TV, kwa sababu ukisubscribe bwana, mzigo tu ukipanda papo unakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuona. Yani Kick-Off ile ya kwanza ikishawekwa tu basi unapata notification kwamba Kick-Off imeshapanda, na pia unakuwa unapata nafasi ya kuweza kutazama yale madini yote ya kimichezo. Sawa, tuanze kwa kumulika uwanja wa Jamhuri Dodoma. Tunafahamu uwanja huu unatumiwa na vilabu vitatu vya ligi kuu ya Tanzania bara. TRA United watakuja kuutumia uwanja huu, Gunners pia watautumia uwanja, Dodoma Jiji pamoja na Mtibwa Sugar. Lakini uwanja huu bado umeonekana kuwa kwenye ubora. Je, siri ni nini? Huyu hapa Hussein Muhando anatujuza zaidi. Siri kubwa, kwanza tumejizatiti kwenye kutunza pitch, tumechimba kisima ambao sasa hivi ndio tunatumika kumwagia. Kwa kiangazi kama hiki usingeweza kukuta pitch iko hivi, lakini tunajitahidi, na mshukuru Mungu na katibu Fotu, tunapambana uwanja endelee kuwa bora zaidi. Na kwa matumizi ya uwanja kwa timu zote zilizotaja, ambapo Dodoma Jiji, Mtibwa Sugar pamoja na TRA wanakuja hapa, wasio na mashaka kwamba kutakuwa na kufungiwa kwa kuwa kutakuwa na mechi nyingi mfululizo pamoja na ligi daraja la kwanza kama nilivyotaja. Tumejipanga kwenye hilo kwa sababu mechi haziko back to back. Mechi kuna gap, kwa tunapata muda wa kuandaa uwanja vizuri. So maswali yamekuwa ni mengi sana. TRA wao tuliona wametoa taarifa kabisa rasmi kwamba watakuja kutumia uwanja wa Jamhuri kama uwanja wa nyumbani. Kama meneja wa uwanja, liweke sawa hili. Je, ni kweli TRA United watakuja kutumia uwanja wa Jamhuri kama uwanja wa nyumbani, na ni kwa muda gani kama ni kweli? TRA United pamoja na Mtibwa Sugar waliomba kuja kutumia kama uwanja wa nyumbani mpaka uwanja wao utapokuwa umefunguliwa na TFF, na huo mpango waliuandaa, wakatuma na barua, tukaipokea, tukajadili na wenzangu, tukawapa nafasi wacheze mechi za awali huko kiendelea kujipanga kwenye uwanja wao. Sidhani kama watatumia msimu mzima, lakini pale msimu utapofika kurudi uwanjani kwao watarudi, ila hapo kwa kipindi hiki uwanja wao kipindi umefungiwa. Kwa hiyo burudani ipo Dodoma kwa mechi hizo tatu. Kwanza ni neema kwetu, japo watu wanaofia kuhusu pichi kwamba itatumika sana, inaweza kuharibika. Pia wana Dodoma wanaenjoy burudani sasa hivi. Tumejipanga na tutakuja tena kufungiwa kama mwanzo. Sidhani kama itakuja kutokea kitu kama hicho. Sawa, umefahamu siri kubwa pia ya uwanja wa Jamhuri kwa katika ubora wake. Lakini vipi mabenchi ya kukalia wachezaji, viongozi pia wakati mechi ikiwa inaendelea? Tunafahamu kwamba mabenchi yanayotumika, unaweza ukatazama hapo pia mtazamaji, ndio mabenchi ambayo yalikuwa yanatumika. Lakini kuna mabenchi ya kisasa ambayo meneja Hussein Muhando anatujuza pia thamani ya pesa ya mabenchi ya kisasa ambayo yamekwisha kuwa tayari mpaka hivi sasa, na muda si mrefu mabenchi yataanza kuonekana kwenye uwanja wa Jamhuri. Kwa maeneo benchi ya ufundi, viti vya kisasa tayari vishatengenezwa na vimegharimu karibu milioni 18.
viko tayari, wakati wote vinawekwa hivi, tutavitoa tutaweka vingine. Tutabatisha na viti 1500 bwana kufungwa VIP pale katika uwanja wa Jamhuri. Unaweza kutazama viti ambavyo huwa vinatumika, lakini kwa sasa hivi viti kutoka katika uwanja wa Benjamin Mkapa, viti 1500 vitafungwa katika uwanja wa Jamhuri. Huyu hapa meneja pia akitusanua mchongo mzima kuhusiana na viti hivyo. Ya, watu wajiandae, viti tumeshapewa na kutoka uwanja Benjamin Mkapa, vinakuja viti 1500. Sasa hivi nasubiriwa mimi kwenda kuvichukua kwa ajili ya kuja kuvifunga. Kwa hiyo VIP A, VIP B na VIP itakuwa ni bora zaidi. Kwa hiyo tumejitahidi kuboresha kwenye maeneo hayo. Pia tunaendelea kuangalia na maeneo mengine. Tutafika mbali zaidi ya TFF walivyotarajia. Sawa. Wengi wanajiuliza uwanja huu zaidi ya timu gani tunaona watakuwa wanautumia. Dodoma Jiji ya vijana pia watakuwa wanautumia na hizo timu nyingine ambazo tumezitaja. Mpango kazi wako sasa kuhakikisha kwamba hii pitch inakuwa kwenye ubora ule ambao tumekuta kwa siku ya leo. Upo vipi? Labda tu game ikisha hapa nafanywa ukarabati au mtafanyaje ili pitch iwe kwenye ubora? Kwa kawaida game ikisha tunafanya ukarabati moja kwa moja. Ila kama utakuwa na fatiki kubwa, itabidi tutakaa na wenzetu na timu zote hizi kujili kuongeza nguvu zaidi tusiweze kufungiwa eneo letu hili la uwanja. Tutakaa kama kikao. Nadhani tumeshajipanga na wenzangu, tushaongea na mchumi wa Dodoma Jiji, Katibu Fotu na viongozi wa Mtibwa Sugar na TRA na Wazegana, tutakuja ili tuweze kuboresha zaidi. Chama chetu cha mpira Dodoma Dorefa wamejipanga kuweka usalama, kudhibiti wavamiaji wanaosema sio na kipindi cha mechi kama wanatarajia labda kuja kufanya vurugu, hiyo kitu kutakuwa hakuna Dodoma na hiyo story hakuna. Pia ulinzi, usalama wa mkoa, polisi wamejipanga vizuri. Kwa hiyo sisi hatuna historia mbaya, hata game ikisha saa 6 saa 7 hatuja kupata tukio baya. Tunashukuru Mungu kwenye hilo. Tumejipanga kimkoa. Sawa, story nyingine tunafahamu kwamba ligi ya mkoa ndo habari ya mjini kwa hivi sasa. Ukipita huku ligi ya mkoa, ukipita huku ligi ya mkoa, pia kila sehemu ni ligi ya mkoa. Na nikujuze tu ligi ya mkoa wa Dodoma kwa msimu 2025-2026 utakuwa na jumla ya timu 12. Kwenye timu 12 kundi A timu 6, kundi B timu 6 na zitapita timu 6 kwenda katika hatua inayofuata. Zitapatikana timu 4, afu baada hapo timu 2 zitakwenda kucheza finali. Huyu hapa ni Bam Bilasho anatujuza ratiba pia ya michezo ya weekend kesho pamoja na kesho kutwa. Sasa ukiwa tayari niambie. Tuko tayari. Mimi naitwa Bam Bilasho, mjumbe kamati ya mashindano ya Dorefa na ni mjumbe pia kamati ya waamuzi ya Dorefa. Kesho mechi zetu zinaendelea kama kawaida na kesho kutakuwepo na mechi mbili. Moja itakuwa ni kati ya Dodoma Sporti na Makole Academy, itachezwa katika uwanja wa Chamwino shule ya msingi Dodoma mjini. Na mechi ya pili itakuwa ni kati ya Zabibu na vijana ya Chamwino. Zote timu zinatoka Chamwino. Zitakuwa kwenye uwanja wa Mahama shule ya msingi wilaya ya Chamwino Ikuru. Na Jumapili kutakuwepo na mechi kati ya Black Tiger na Sheri. Mchezo huo utachezwa katika uwanja wa City College hapa Miyuji, katika kata ya Miyuji wilaya ya Dodoma mjini. Kwa hiyo tunawakaribisha sana watu, wadau. Sasa hivi mambo yamebadilika. Hayo mambo ya zamani ya watu kuzozana saizi hakuna. Kwa hiyo tunawakaribisha. Unaweza ukaja na mkeo na mwanao na nini, mkaangalia mechi na mkatoka salama kwa sababu ulinzi upo. Mkamaliza mkarudi zetu nyumbani. Sisi mechi zetu zinachezwa kila weekend. Kila weekend zinachezwa. Kuna mechi zinachezwa Mpwayungu, wanaojua Mpwayungu wilaya ya Chamwino. Kuna mechi zinachezwa Chamwino Ikulu, kuna mechi zinachezwa Dodoma mjini hapa. Kwa bahati mbaya hatujapata timu nyingine kutoka wilaya nyingine kwa sababu zao wanazozijua wenyewe kwa nini wakuleta ligi. Lakini ligi yetu inaendelea vizuri. Karibu sana. Sasa lakini kuhusiana na mfumo mzima pia utakuwaje mpaka bingwa anakwenda kupatikana? Tunaye makamu mwenyekiti Mohamed Abdalla, yeye ni makamu mwenyekiti pia wa kamati ya mashindano ya ligi ya mkoa kwa mwaka 2025-2026, yeye anafunguka zaidi. Mohamed Abdalla, makamu mwenyekiti chama cha mpira, makamu mwenyekiti kamati ya mashindano chama cha mpira mkoa wa Dodoma Dorefa. Kwa niaba ya kamati ya mashindano nadhani tumefanya maandalizi ambayo yamekamilisha kila kitu kwa ajili ya msimu mpya wa mashindano 25-26 kwa ajili ya ligi yetu ya mkoa wa Dodoma, na
michezo ya utangulizi ya awali kabisa kwa ligi yetu imeshaanza kuchezwa katika weekend iliyopita, lakini Mungu akibariki pia wiki hii tutakuwa na michezo mingine kwa ajili ya muendelezo wa ligi hii. Na tunaona tuna maandalizi ya timu 12 ambazo zinacheza katika makundi mawili, lakini baadaye tutaingia katika hatua ya 6, lakini baadaye tutaenda kucheza mchezo wa mwisho kabisa finali kumpata bingwa msimu huu 25-26. Miongoni mwa timu pia ambayo inapewa nafasi kubwa sana ya kuweza kufanya vizuri katika mashindano ya ligi ya mkoa wa Dodoma kwa mwaka 2025-2026 basi ni Dodoma Sports. Na tukasema si mbaya sana tukawatimbia kambini kwao ambapo wanafanya mazoezi kwenye uwanja wao wa mazoezi wa shule ya msingi Chamwino kuweza kuwaona kile ambacho kinaendelea pia. Lakini kukumbushe hawa ni mabingwa wa Swaiba Mjenzi Champions League mwaka 2025 na hapa kocha Kassim Chavae anafunguka zaidi maandalizi ya kikosi chake kuelekea katika ligi ya mkoa. Ndio kama unavyoona hapa tupo tunajiandaa kwa ajili ya ligi ya mkoa ambayo ni ratiba imetoka. Siku ya Jumapili tunacheza na Makole katika dimba hili katika uwanja wa shule ya msingi Chamwino. Kama unavyoona na timu hapa na vijana wengi, kwa sababu kanuni za ligi ya mkoa anatakiwa watu wacheze wenye watoto kuanzia miaka 18 mpaka miaka 20. Kwa hiyo nimebagua watu waliozidi miaka 23, 25 hapo upande wa pili, au unaoona hapa nyuma yangu ambao ndio wachezaji wa Dodoma Sports ambao wenye umri wa miaka 20 na miaka 18. Mategemeo yenu ni nini? Sasa tunafahamu mmetoka kuchukua ubingwa wa Swaiba Mjenzi Champions League. Mna mategemeo gani kuelekea kwenye ligi ya mkoa? Cha kwanza napenda kama Mwenyezi Mungu atatuweka salama, atatupa afya njema na wachezaji wakafuata mazoezi mwalimu anayotoa, basi matarajio tutakuwa mabingwa wa mkoa, kwa sababu sisi hapa tushazoea kuchukua ubingwa wa mkoa. Sio mara yetu ya kwanza. Tushachukua ubingwa wa mkoa 2004, 2006, 2008, karudia tena 2009. Sasa zungumza na mtazamaji ambaye anakutazama kwa hivi sasa. Kwa hiyo mimi nasema mashabiki wa Dodoma Sports siku ya Jumapili wajae katika uwanja wa shule ya msingi ya Chamwino, waje washuhudie burudani waione katika timu yao, mabingwa Swaiba Mjenzi na mabingwa wa zamani wa mkoa wa Dodoma. Sawa, huyo ni Kassim Chavae pia akitaja pia na historia hapo ya Dodoma Sports kwa mataji ambao alishia kuyatwaa kwenye ligi ya mkoa wa Dodoma. Lakini tunafahamu Haruna Selemani, huyu ni mchezaji ambaye alichukua ufungaji bora lakini pia na mchezaji bora wa mashindano ya Swaiba Mjenzi Champions League 2025. Na yeye pia tumepiga naye story kuweza kufahamu amejipanga vipi kuelekea kwenye ligi ya mkoa na anawachukuliaje pia wapinzani wao Makole Academy ambao siku ya Jumapili watashuka dimbani kuweza kupambana nao katika uwanja wa shule ya msingi Chamwino. Tumejiandaa vizuri katika mazoezi, tumemsikiliza mwalimu alipotufundisha. Pia tunamshukuru Mungu, sasa hivi tunaendelea vizuri. Tulipofika alhamdulillah tutaenda kuonesha katika game yetu ya Jumapili panapo majali. Ninyi kama wachezaji mnajipangaje ama kipi ambacho mnaambizana? Mmetoka kwa mabingwa wa Swaiba Mjenzi na mnakwenda sasa kwenye mchezo mgumu dhidi ya Makole Academy. Nafahamu Makole ni timu bora sana. Tunawajua wapinzani wetu wagumu. Sisi tumejipanga vizuri wachezaji wenzangu. Tuna mbinu zetu ya kuja nayo katika hiyo game ya Jumapili. Tutakuja kupambana katika hii mechi. Unaahidi nini mashabiki wa Dodoma Sports? Tunaahidi alama 3 muhimu. Tutashinda. Na mnaziona mtazipata? Tunazipata kwa uhakika. Wewe binafsi umekuwa mchezaji bora wa Swaiba Mjenzi Champions League 2025. Pengine mategemeo yako kwenye ligi ya mkoa ni yapi? Hapo namshukuru Mwenyezi Mungu, nilipoishia nimefanya mazoezi mengi. Pia naweza kupambana katika game ya Jumapili ili niweze kuwa top scorer katika ligi la mkoa. Basi tunafika mwisho ndani ya Kick-Off kwa siku ya leo. Asante sana kwa ambao ulikuwa unatutazama pia kupitia YouTube channel ya Dodoma TV, lakini ukukumbushe pia kusubscribe, kulike, comment na kushare mambo mazuri yote uwe unaweza kuyapata. Mimi ni Hamis Makila, lakini nilikuwa na director George hapa. Kwanza unavyoona maandalizi ya kushuti pia nje location kwenye maeneo husika ambapo stories zetu kubwa tumekuletea leo ndani ya Kick-Off. Tunakutana tena Ijumaa ijayo ndani ya Kick-Off tukiwa na mengi zaidi ya kimichezo ya kuendelea kukujuza.